Mtu akifa yale aliyoyatenda wakati huo ndio yanafuga stori yake. Mtu akienda kaburini pengine aseme asalamu alaikum, alafu hiyo kaburi hiyo ijibu wa alaikum salam, utafikiria kwamba huyo mtu atasimama hapo? Sasa leo Waislamu pamoja na Wakristo ambaye hawasomi Biblia wanaamini ya kwamba mtu akifa leo hajakufa. Ndio naona kuna watu ambao wanaenda kwenye makaburi, wanaenda kuyasalimia makaburi. Gospel Common Channel. Kama kuna kitu ambaye imekuwa ni shida kwa jamii ya watu ambao wanafanya ibada ama watu ambao wanaamini kuna Mungu, ni swala hili la wafu wako wapi na hali yao. Lakini kama kuna kitu ambacho nafurahia ni kwamba swala hili limewekwa wazi ndani ya maandiko. Na pia kuna sehemu ambaye maandiko yametumia mifano kulieleza. Kwa sababu kuna watu wamekufa na kuna watu ambao wako hai. Na pia kuna matumaini ya wale ambao wamekufa watafufuliwa siku ya mwisho. Kwa hivyo kuna watu ambao wako makaburini na siku ya mwisho watafufuliwa. Kama ni jamii ya Wakristo wanaamini hivyo ya kwamba kuna kiama ya wafu. Na pia jamii ya Kiislamu bado wanaamini ya kwamba kuna kiama ya wafu. Lakini ukiwasikiliza wanavyoeleza habari za maiti zao, utapata ya kwamba kuna kuchanganyikiwa na kuna mafundisho ambayo hayajatoka kwa Mungu. Wamejitungia ama wamedanganyika na shetani ili kuweza kufanya ibada ya wafu ambaye si halali. Kitu cha kwanza, habari cha kifo inapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo. Ya kwamba Mungu alimwambia Adam ya kwamba utakufa hakika. Na swala hili la kufa liko ndani ya Qur'ani na liko ndani ya Biblia. Kufa ipo. Sasa wakati ambapo Mungu aliweza kusema ya kwamba mtu atakufa, ni kwa sababu ya kufanya kile ambacho Mungu alimkanya. Adamu aliambiwa usikule hili maana ukikula utakufa. Kwa hivyo hiyo ni maana ya kusema mwenye dhambi atakufa. Mwenye dhambi hataishi milele. Mwenye dhambi atafanyaje? Atakufa. Sasa baada ya Mungu kusema ya kwamba mwenye dhambi atakufa, shetani alikuja baadaye. Akamwambia Adamu, akamwambia Hawa, akila tunda hata kufa, ataishi milele. Yani atafanana na Mungu. Sasa kwanza, kabla tujaenda kwenye somo letu, ni fundisho gani sasa la kweli? Ni lile la Mungu ya kwamba atakufa, ama ni lile la shetani ya kwamba ataishi milele, ya kwamba mwanadamu ambaye amefanya dhambi atakufa? Sasa leo Waislamu pamoja na Wakristo ambaye hawasomi Biblia wanaamini ya kwamba mtu akifa leo hajakufa. Ya kwamba unaweza ukaenda kaburini ukaongea naye. Ndio naona kuna watu ambao wanaenda kwenye makaburi, wanaenda kuyasalimia makaburi. Lakini nikuulize simulizi, mtu akienda kaburini pengine aseme asalamu alaikum, alafu hiyo kaburi hiyo ijibu wa alaikum salam, utafikiria kwamba huyo mtu atasimama hapo? Kwa sababu katika ndani yake dhamiri zake zinamwambia kwamba mtu ambaye hako kaburini hawezi kujibu. Na kama hawezi kujibu, mbona asijibu na amesikia? Ati amezuiwa tu kujibu, lakini kusikia salamu yako anasikia, lakini amezuiwa kujibu. Hapo unaona kama kuna ukweli kweli simulizi? Hakuna ukweli, kabisa hakuna ukweli. Kwa sababu Mungu anasema hivi katika kitabu cha Mhubiri 9:5. Anasema ya kwamba mtu akishakufa hajui neno lolote. Chochote ambacho kinaendelea duniani hana habari naye, na hauwezi kumsalimia akajibu salamu yako. Kitu kingine ni wakati ambapo mtu anapowekwa kwenye jeneza ama kwenye saduku wakati wa maziko, unapata watu wakiongea naye. Huyo mtu ambaye amemaliza kufa hawezi kusikia mnasema nini, kwa sababu tayari ameshakufa. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Zaburi
146 mstari wake ni wa 4. Inasema hivi: pumzi yake hutoka, hurudia udogo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Kwa hivyo ina maana ya kwamba mtu ambaye amekufa mawazo yake yamefanyaje? Yamepotea. Hana mawazo. Mtu ambaye amekufa mawazo yake yamepotea, na ndio maana anaitwa maiti. Lakini Yesu alipokuwa anaongea wakati mwingine ametumia mfano wa Lazaro na tajiri. Lakini hakutumia mfano huo utumike hivyo huko. Ulikuwa ni mfano wa kutumia vile kutakavyokuwa siku za mwisho. Na ndo nilikuwa nataka nije nikuulize hilo swali. Unasemaje wafu wa kifo wamekufa, wakati Lazaro alipokufa na tajiri alipokufa walienda wakakutana, na Lazaro akamwona kabisa tajiri anavyoteseka, na tajiri akawa anamlilia Lazaro mpaka akawa anaomba basi atume hata mtu huku duniani aje awaambie ndugu zake kilichopo kule. Huo ni mfano. Yesu anasema katika Mathayo 13:13, nasema nao kwa mifano. Hakuna neno ambalo Yesu alikuwa anaongea nao akakosa kutumia mfano. Na ndio uamini kwamba ni mfano. Sasa unaamini ya kwamba mtu akikufa hapa ameenda diari jehanamu, kwa sababu yule tajiri alikuwa jehanamu tayari. Sasa nani amekufa hako jehanamu sahi? Jehanamu amenegi wenye dhambi wote wapo jehanamu, alafu wale ambao hakutenda dhambi wapo sehemu ambayo ni nzuri. Kwa hivyo ina maana ya kwamba watu wanaamini ya kwamba jehanamu iko tayari. Kwa wanavyoamini ndio. Lakini Biblia inasema hivi. Sasa unaona sasa hiyo si ukweli. Kwa sababu Yesu anasema hivi. Kumbe nika hadithi ya. Ndio, kwa sababu hata kuna watu ambao wanasemaga wameenda huko nakwambia tumeenda kule tumekuta kuna funza wafi, kuna sijui wadudu gani, haya nimepeleka sijui sehemu ambayo ni peponi napokupo hivi na hivi. Ni uongo. Ni uongo, wanadanganya. Inasema Yohana 5:28. Inasema katika Yohana 5:28 inasema hivi: msistajabie maneno hayo, maana saa yaja ambaye watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba hukumu ya watu wabaya wamekufa haijaifanyika sasa. Kuna ufufuo wa kwanza ndio wahukumiwe, na kuna ufufuo wa kwanza ndio wapewe uzima, na kuna ufufuo wa pili ndio wahukumiwe. Ndio unaona Yesu anasema wakati wa ufufuo huo, wakati Yesu atakaporudi. Ukisoma kitabu cha Yohana, kitabu cha Mathayo 25. Mathayo 25 mstari wake ni wa 31, inasema hivi: hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake. Katika kiti cha utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye. Ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Hii kazi imefanyika tayari ama itafanyika? Itafanyika. Itafanyika. Sasa ukisoma mstari wa 41 anasema kisha atawaambia, na wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa milele mliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa hivyo kulingana Yesu anasema watu watawekwa jehanamu wakati Yesu atakaporudi. Alafu awabague kondoo, aweke mkono wake wa kulia na mbuzi mkono wake wa kushoto. Sasa wale wanaosema ya kwamba sasa hivi mtu akifa anaenda jehanamu, watakuwa wanakubaliana na Yesu ama wanampinga? Watakuwa wanampinga Yesu. Lakini natamani tena niulize maswali haya. Tutaposoma kitabu cha Ufunuo, Yohana alichoonyeshwa maono, kuna watu ambao wanaonekana, sina uhakika, lakini katika watu ambao wanaonekana nafikiri Ibrahim au Elia, mmoja wao wanaonekana katika, yani wale manabii wanaonekana huko mbinguni wakati tunajua wamekufa kawaida. Si huko kitabu cha Ufunuo. Wewe unasoma kitabu cha Yohana Mathayo 17:5. Yesu ametokewa na Musa na akatokewa na Elia. Si ndio? Alafu unaongelea kuhusu wazee 24 ambao wanapatikana katika Ufunuo, katika kitabu cha Ufunuo, nafikiri Ufunuo 6. Alafu unaongelea wengine anasema roho zao waliokufa katika Kristo wanalia. Si ndivyo?
Sasa nikuelezee kwanza ya kwanza. Ya kwanza hakuna mtu ambaye anajua kaburi ya Musa. Sawa. Kwa sababu kaburi ya Musa kulingana na Biblia hawezi kutokea. Mtu hawezi kutokea akuja hapa na hajafufuka. Kwa hivyo Yesu kwa kutokewa na Musa na kutokewa na Elia ni ya kwamba Musa na Elia kwa sababu wako hai. Sasa Elia yeye hakuoja mauti. Lakini Musa alioja mauti. Kwa hivyo Musa anawakilisha watu ambaye watakufa na watafufuka. Naye Elia anawakilisha watu ambao hawataoja mauti. Yesu akija atawapata wakiwa hai. Umepata hiyo point? Alafu ukisoma kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 52 inasema wakati Yesu aliposulubiwa kuna makaburi ambaye alifunuka. Na miili yao ikaingia katika Yerusalemu takatifu. Hawakuingia Yerusalemu hii ya Netanyahu. Waliingia Yerusalemu ya mbinguni. Kwa hivyo kuna watu ambao walifufuka na wakaenda mbinguni. Sasa tunapoambiwa ya kwamba kuna wazee 24 tia ya kwamba ni watu ambao wako kwa kaburi alafu wakaenda wakaacha miili yao kwa kaburi. Tumewazika hapa lakini sasa wako huko wote wamekalia kiti. Hiyo si kweli kabisa. Sasa tunapokuja habari za roho zao waliochinjwa, kitabu cha Ufunuo wa Yohana kinaongea pia nao kwa mifano na inaongelea wakati ambapo wa ufufuo. Unaona Sasa kinaongelea katika mifano ambaye kitabu hicho kinatumia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sasa tunapokuja katika kitabu cha Mhubiri 3 mstari wake ni wa Mhubiri 3 mstari wake ni wa gapi? 3:18. Wacha niangalie kama ni hiyo. 3:18 kitabu cha Mhubiri. Tusome mstari wa 19. Inasema hivi: kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama. Jambo moja la watukia, anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Naam, wote wanayo pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Kwa maana yote ni ubatili. Wote huenda mahali pamoja, wote hutoka katika mavumbi na hata mavumbini hurudi tena. Ni nani ajuaye kama roho ya binadamu huenda juu na kama roho ya mnyama huenda chini? Sasa andiko linasema wanyama wakifa na mwanadamu wakifa wote wanaenda mahali pamoja. Sasa unaamini ya kwamba kuna wanyama wako mbinguni? Na sasa kwa nini usiamini ya kwamba wanyama wako mbinguni na unaamini watu wakifa wako mbinguni? Na andiko limesema wote wanaenda mahali pamoja. Andiko limesema hivyo. Sasa wale ambao wanasema mtu ambaye amekufa bado yako mahali yako, kwa sababu kanisa kama kanisa hili la kanisa Katoliki kuna ukurasa hapa wa 79 hapa. Fikiri 79 ama 78. Ukurasa huyu wa 79 78 chanione nasema hivi: ni nini maana ya kumtolea misa ya kutoa inasema hii ni katika simu ya kanisa Katoliki. Sawa. Kitabu unakinunua tu hapo kwenye maswali na majibu. Yani inauliza swali na jibu yenyewe. Sasa inauliza swali: ni nini maana ya kutolea misa kwa ajili ya wafu? Kutolea misa kwa ajili ya wafu kuna maanisha kuwa misa inasomwa kwa ajili ya marehemu walioko toharani ili kwamba wapate kuingia mbinguni. Sasa hii kitabu hiki na hii Biblia zinakwaruzana. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wanyama wakifa na wanadamu wakifa wote wanaenda mahali pamoja. Lakini kitabu kinakwambia kuna mahali panaitwa toharani ambaye watu ambao wamekufa wanaenda kwenye hiyo chemba inaitwa toharani, alafu baadaye wakiobewa wanaenda wapi? Mbinguni. Sasa wewe unataka kuniambia simulizi Mungu anaweka maiti mbinguni? Ati ya kwamba ati Mungu anaweka maiti mbinguni, ati Mungu anaweka maiti mbinguni na bado wanaamini ya kwamba siku ya mwisho kuna ufufuo. Sasa kuna ufufuo wa nini wakati watu tayari wako mbinguni? Watafufuliwa nini? Kwa sababu andiko linasema Yesu atakapokuja atawafufua watu. Sasa atawafufuaje watu na tayari yako nao mbinguni? Ina make sense?
Sasa Yesu anasema, anamwambia yule mwizi ambaye alikuwa naye, leo hivi tutakuwa na wewe peponi. Watu wengi wanatafsiri hilo andiko vibaya, wanasema Yesu alimwambia leo hii tutakuwa na wewe peponi. Hata Yesu mwenyewe hakuenda hiyo siku. Unaona katika Yohana 20:17 anasema usinishike kwa maana sijaenda. Hiyo Yohana 20 si alikuwa ametoka kufufuka. Sasa kwa nini alikuwa anasema sijaenda kwa Baba? Kwa sababu alikuwa kwa kaburi. Kama vile Yesu alikufa akaenda kwa kaburi, akakaa kwa kaburi siku 3, akatoka kwa kaburi ndio akaenda, ndivyo itakavyokuwa kwa watu ambao wote wako makaburini. Ya kwamba hakuna mtu ambaye ataenda kwa kaburi na hajafufuka. Unaona tunasema Musa ako kwa kaburi kwa sababu Musa ako mbinguni kwa sababu amefufuka. Si ati kwamba alienda akiwa amekufa. Tunaenda sema Elia yuko mbinguni kwa sababu hakuja mauti, alinyakuliwa akaenda. Unaona Kwa hivyo hapa kwa kitabu hiki cha Yohana 20:17 Yesu alikaa kaburini siku 3. Alipokaa kaburini siku 3 akaenda mbinguni. Baada ya kufa akafufuka akaenda mbinguni. Na ndivyo tunaamini ya kwamba hata sisi tukifa, Paulo anasema hivi, wale ambao wanaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, hao ndio wanafaa kuhubiri habari ya kiama ya wafu. Kwa sababu kama Kristo alikufa na akafufuka, na sisi tukikufa tutafanyaje? Tutafufuka. Kwa hivyo ina maana mimi Dasha nikifa nitazikwa kwenye kaburi. Nitalala kwenye kaburi mpaka wakati Yesu atakapokuja. Tuko pamoja? Sasa tukikuja katika hali ya kusema, kuna kitabu kinaitwa Mhubiri. Kuna kitabu kinaitwa Mhubiri 12:7. Ambaye inasema hivi. Ambaye inasema ya kwamba mavumbi hurudia mavumbi kama yalivyokuwa, naye roho inamrudia Mungu aliyeitoa. Ukisoma kwa lugha asilia ya Kiebrania, roho hiyo inaitwa ruach. Ruach. Hiyo ruach inaongelea kama pumzi ya Mungu, ama inaongelea kama upepo. Sasa hiyo pumzi ambayo unatoa ya uhai, hiyo ndio inamrudia Mungu aliyeitoa. Lakini wewe mwenyewe ambaye umekufa, unarudi wapi? Mavumbini. Sasa hiyo pumzi ya uhai ambayo imetoka, ndio Mungu atairudisha siku ya wewe kufufuka. Ina maana roho haifi. Roho hiyo ni pumzi ya Mungu alitoa, ile alisema hiyo ni yake, imemrudia. Si andiko linasema pumzi inamrudia Mungu aliyeitoa? Si ni hiyo pumzi tu alitoa tu hiyo hewa. Si hata kwamba haivi, inamrudia Mungu aliyeitoa. Mwenye ambaye amekufa ndio naona. Wacha nikusomee hapa sasa ujue kitu moja hapa. Katika kitabu cha Zaburi 104 mstari wake wa 29 inasema hivi: wewe wauficha uso wako, wao wanafadhaika, waiondoa pumzi yao wanakufa. Waiondoa pumzi yao wanafanyaje? Kwa hiyo ni kitu gani ambacho kinafanya mtu akufe? Kuondoka kwa pumzi. Kuondoka kwa pumzi. Na hiyo pumzi nani alikuwa ameipeana? Mungu. Kwa hivyo ni ya nani hiyo pumzi? Ya Mungu. Sasa inamrudia Mungu aliyeitoa. Ndio naona katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wake ni wa 19. Inasema hivi: kwa jasho lako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi tena. Kwa hivyo Mungu alimwambia Adam ataenda mbinguni akikufa? Hapana. Alimwambia utarudi wapi? Mavumbini. Sasa kwa nini sasa watu wamegeuza? Kwa nini watu sasa wamegeuza ati ukikufa wanasema Mungu muweke mahali pema peponi? Kwa nini uende peponi na umekufa? Hawezi enda peponi na umekufa. Kwa sababu sasa mwalimu, natamani nipate kidogo ufafanuzi sasa kwenye lile andiko Yesu aliposema leo hii utakuwa peponi na mimi. Inawezekanaje alisema hivyo? Labda ufafanuzi wa leo andiko linatakiwa liweje? Hiyo andiko linatakana kuwa leo hivi. Haijaandikwa leo hii. Imeandikwa leo hivi. Yaani kuna siku ataenda. Leo hivi utakuwa na mimi peponi. Sio leo hii. Tuisome. Wacha tuisome. Ni kitabu cha Luka 23:43. Luka 23:43 tunasema hivi. Sikiliza. Yesu akamwambia, amini nakuambia leo hivi. Sio leo hii. Leo hivi utakuwa pamoja na mimi peponi. Sasa tukisema leo hivi, sina maana kuna hiyo leo kuna wakati itafika. Ndio. Si ati ya kwamba ni leo hii. Ndio tukasema hata Yesu mwenyewe hakuenda hiyo siku. Okay. Alienda kwa kaburi siku 3, alafu siku ya 3 akafanyaje?
akafufuka. Unaona katika Yohana 20 mstari wa 17 kuna mwanamke anaenda kumshika, anamwambia usinishike kwa maana sijapaa, sijaenda kwa Baba, enda kwa ndugu zangu ukawaambia kwamba napaa kwenda wapi? Kwa Baba. Kwa hivyo Yesu hakufa msalabani akaenda peponi. Alikufa msalabani, alafu yule Yusufu Arimathea akaomba mwili wa Yesu, akaweka kwa kaburi. Wale ambao walikuwa wameona kwa kaburi Yesu vile alivyowekwa, walienda mpaka kwa kaburi na wakapata amefanyaje? Amefufuka. Kwa hivyo hakufufukia mbinguni. Sasa watu ambao wanasema ya kwamba wanaenda mbinguni ama wanaenda peponi, si wafufukie huko peponi. Kwa nini wanangojea tena wafufukie kwa kaburi? Utafufukiaje kwa kaburi wakati wewe unatuambia ushaenda peponi? Alafu mtu amekufa leo, simulizi. Mumemweka mochari siku 5. Lakini ile siku ambayo mnaenda kumuzika ndio mnaambia Mungu muweke mahali pema peponi. Ina maana hizi siku zote mumemweka mochari, alikuwa mochari. Si anatakikana hiyo siku yenye anakufa, hiyo siku ya kwanza, kama ni peponi kunaendwa mtu akifa aende hiyo siku. Kwa nini hiyo siku ya maziko ndio mnamwambia Mungu muweke mahali pema peponi? Hizi siku zote kutagwa kufe alikuwa wapi? Na mpaka mwambie Mungu muweke mahapa. Mungu ajui mahali ya kuweka. Na Mungu anasema mtu akifa anaenda kwa kaburi, anarudi mavumbini kama yalivyo. Kile ambacho kinaondoka ni pumzi ya nani? Pumzi ya Mungu. Kwa hivyo pumzi ya Mungu ndiyo inayoondoka. Sasa katika kitabu cha Isaya 38 mstari wa 10 na mstari wa 12 inasema hivi. Nalisema, huyu ni Hezekia. Hezekia anasema, nalisema katika ustawi wa siku zangu, nitakwenda kuingia malango ya kuzimu, kaburini sasa. Nalisema sitamuona Bwana, naye Bwana sitamuona Bwana, yeye Bwana katika nchi ya walio hai. Sitamuona mwanadamu tena pamoja na hao wakaao duniani. Sasa kama watu wanasema ya kwamba mtu akifa anaenda mbinguni, na hapa mfalme Hezekia anasema yeye akifa ataenda kwa kaburi na hataona Mungu. Sasa watu ambao wanasema wanaenda mbinguni, kwani wanaenda mbinguni na waoni Mungu huko? Alafu nasema ya kwamba katika kitabu kitabu cha Zaburi 115 mstari wa 17. Nasema sio wafu wamsifuo Bwana, wala wote washukao kwenye kimya. Kwa hivyo maandiko yanasema mtu akifa anashuka kwenye kimya. Haisemi ya kwamba mtu akifa anapada. Mtu akifa anashuka kwenye kimya. Kwa kaburi ni mahali pa usahaulifu, ni mahali pa ukimya. Sasa leo watu wanakuambia ati huyo mtu ameshaingia peponi, huyo mtu ameshaingia mbinguni. Na sasa hivi watu wengi wanakuja wanatokewa na watu. Ndio. Wanatokewa na watu wanaambiwa ya kwamba ati kuna mtu ambaye aliyekufa ametokea leo. Huo ni uongo. Huo ni uongo, na hiyo ni mizimu. Hizo ni mashetani, ni mapepo ambaye anawatokea watu, ikiwa inatumia watu ambao wamekufa. Watu wamekufa wamesharara na hawatoki kwa kaburi mpaka siku atakapofufuliwa. Sawa. Sasa kwenye hilo tunaona Yesu baada ya kufa yeye alienda kuzihubiria roho za watu, anasema watu 8 waliopona. Hii sasa inawezekanaje kwamba wale watu roho zao hazikufa? Na hapo huwa tunaambiwa kwamba roho itendayo dhambi ndio inayokufa. Sasa kama hii roho ndio hiyo pumzi, hapo kidogo inakuwa inachanganya. Inawezekanaje unasema roho inakufa wakati kumbe roho inamrudia Mwenyezi Mungu? Sasa hakuna mahali Yesu alienda kuhubiria watu wamekufa, hakuna. Ni watu wanasoma andiko vibaya. Andiko hilo la Petero wa kwanza 3 mstari wa 18 na 19 kuendelea. Inasema kwamba kwa roho hiyo ndio waliohubiriwa watu zamani. Sio alienda kuwahubiria hao watu. Ni hiyo roho. Ndio unaona katika kitabu cha nafikiri ni hiyo Petro wa kwanza 1:10. Inasema hao manabii wa zamani walikuwa na roho wa Kristo. Sasa kwa hiyo roho ndio walitumia kuwahubiria. Si hata kwamba hizo walienda kuwahubiria wa watu kwa makaburi huko. Hiyo ni Petro wa kwanza ngapi ya? 3 mstari wa 18. Petro wa kwanza 3 mstari wa 18. Anasema kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Akauawa kimwili lakini akauishwa kiroho, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho aliokaa kifungoni akawahubiria. Yaani sio kwamba siku ile Yesu alivyokufa alienda, kwa sababu kuna watu hata wanaosemaga Yesu akufa alikuwa ameshuka tu pale. Alishuka pale kwa sababu unaona huko alienda na akahubiri. Hakuna huo ni uongo. Yesu alikufa pale msalabani, alitoa roho yake akafa. Alitoa roho yake akafa, na mwili pasipo roho imekufa. Ukisoma kitabu kinaitwa Yakobo 2 mstari wake wa 26. Huwezi kuniambia ati roho peke yake imeenda kuhubiri. Huo ni spiritualism. Ni uroho. Unaona
Yesu ana roho wake ambao ulikuwa Tusome Petero wa kwanza 1 mstari wa 10 na 11. Inasema hivi: katika habari za wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kwa hivyo wahubiri wote waliohubiri zamani walikuwa na roho wa nani? Wa Kristo. Iliandikwa basi katika maandiko ambayo siku zote najoga Yesu alipokufa, yani japokuwa anasemaga alikufa, anasema hakufa kabisa, kwa sababu mbona alienda kuhubiri? Sasa hakufa kabisa aje? Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Akauawa kimwili, lakini akauishwa kiroho, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiria. Mwalimu, kutoka kwenye mstari huu, lakini akauishwa kiroho, kwamba alikufa pale pale akauishwa kiroho, akaenda kuwahubiria roho zilizopo kifungoni. Haitasema akawahubiria. Kwa hiyo ndio iliyowahubiria hao waliokuwa kifungoni. Hao watu kiendelemka huko chini ni ile Sodoma na Gomora, sijui wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu wanahubiriwa kwa kaburi. Kuna watu wa Nuhu walienda kuhubiriwa kwa kaburi. Si wali inasema hiyo roho hiyo ambayo ilihuishwa hiyo roho ndio iliyowahubiria watu huko. Na nimekutolea andiko hapa ya kwamba wote manabii wa zamani walikuwa na roho wa Kristo. Si ati ya kwamba Yesu alikufa alafu akaenda kuhubiri huko chini. Ile kitu ambayo iko ni kwamba Yesu kwa kuingia kwa kaburi, kile kifo ambacho alikufa kwa sababu aliingia kwa nyumba ambayo ilikuwa inamilikiwa na shetani. Maana kaburi shetani alikuwa anaimiliki. Shetani alikuwa anawatishia watu na kifo. Kwa maana ukifa unazama. Sasa Yesu alikuja akachukua mwili katika Waebrania 2 mstari wa 9. Ngoja nikuonyeshe hapa Vita ambayo ilikuwa hapo katika kifo cha Yesu ilikuwa tu ni ya kwamba Yesu achukue kifunguo ya mauti. Maana hiyo kifunguo ilikuwa na shetani. Sawa. Inasema hivi. Katika kitabu cha Waebrania 2 mstari wake ni wa nafikiri 14. Basi kwa kuwa ni hiyo. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Iblisi. Kwa hivyo Yesu kuja akachukua mwili na damu kama yako usimulizi. Alikufa kabisa. Kama vile wewe utakufa kabisa. Lakini mahali alimshindia shetani ni kufufuka. Kufufuka sasa, wakati alipofufuka akawa amemiliki sasa nguvu za kifo. Ndio naona Paulo anaandika, anasema katika kitabu cha Wafilipi 1 mstari wa 20. Nafikiri sijui ni 1:20 ama ni 2. Wacha niangalie. 1:20. Anasema hivi. Ni 2 mstari wake ni wa 20. Acha nione 2:20. Anasema hivi. 1:21 inasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Yani wewe ukiwa ushamwamini Kristo na wewe kabisa wewe umekuwa mtoto wa Mungu, kukufa ni faida sababu Mungu ameruhusu. Lakini kuishi unaishi tu mtumikie Kristo tu. Kwa sababu ushaamini ya kwamba kama vile Yesu alikufa na akafufuka, wewe nawe ukimwamini Kristo ni kama mbegu ya kwamba ikiingia kwenye udongo inamea tena. Lakini haiwezi kumea tena isipokufa kwanza. Unaona? Kwa hivyo lazima mwanadamu yoyote aingie kwa kaburi atakapokufa, alafu anafufuka tena. Akishafufuka tena ndio tutanyakuliwa. Andiko linasema hivi. Si ati sasa ati watu wako biguni simulizi. Si kweli. Watu tu ni kukataa, wanakataa tu kusoma hili somo kwa upana. Wanachukua andiko moja hilo la Lazaro na hilo la msalabani, alafu wanaitengenezea, wanamalizia. Na unajua hata moto wa jehanamu si wa milele, ati watu wataugua milele hawauishi. Una habari hiyo? Hapana. Ni hivyo, hakuna moto itachoma watu hatimaye izimiki. Ni moto wa milele. Moto itazima kabisa, itachoma watu na iishe hivyo. Mungu hawezi kukaa na watu wanachoma tu, anaangalia tu akichoma. Sasa anasema tunapewa mwili usioharibika, kwa hiyo mwili ndio tutachomwa nao milele kwa watu wenye dhambi. Huu mwili ambao uko naye ndio utafufuliwa naye. Ndio anaweza kuwa katili aje bwana, ati anaamka tu anaangalia watu bwana, ati anawachoma tu na wakufi. Sasa kuzimu kama ndio hivyo itaisha, kwa sababu tunasema kuna pande mbili ya peponi na kuzimu. Kuzimu basi kama ndio hivyo itaisha. Kuzimu ni kaburi, kuzimu si jehanamu. Jehanamu itakuwa wakati wa dunia hii yenye dhambi hii. Ina maana jehanamu itaisha.
Jehanamu kabisa nitakutolea maandiko. Nitakutolea maandiko leo. Nilikuwa nausomea andiko la Wakorintho wa kwanza 15, acha nimalizane na hii. Alafu nikutolea maandiko ya kwamba Jehanamu haitaishi milele. Jehanamu itaisha. Okay. Itaisha kwa sababu hii dunia itaoshwa na moto. Hatutakuwa na moto ati milele tukae naye, kwa sababu si ati ya kwamba ati Mungu atakuja alete dunia ingine. Hii tu ataiosha. Okay. Na itaoshwa na moto. Sasa vitu vyote ambavyo unaona vitaangamia, vitatoweka. Kwa hivyo vitu vingine zote zitakuwa mpya. Peponi manake ni hapa. Watu wanaenda mbinguni miaka 1000 peke yake. Okay. Lakini kuishi milele ni hapa. Okay. Okay, kuna utawala mpya unakuja. Kuna utawala mpya, na huo ndio utawala ambaye anamiliki mwana wa Mungu, ndiye atatawala. Okay. Ni yeye atakuwa mfalme wa dunia yote. Hakuna mtu mwingine. Utawahi kusikia sijui ati Trump. Hauwezi kusikia hiyo. Inakuja na ndio naona mimi naambia watu, achana na hizi falme za dunia hizi. Hata usije ukiongelea ati sijui Trump, sijui nani, wachana nao watu. Hao watu siku yao ni chache tu. Ni zimehesabiwa. Okay. Muda unafika ambao wa milele sasa. Wa milele ambaye atatawala milele kabisa. Inasema hivi, kwa dakika moja kufumba na kufumbua, ni Wakorintho wa kwanza 15:52. Yeah. Kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana shati huu uharibikao uvae kutoharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Okay. Kwa hivyo ina maana tukifa tutafufuliwa. Sasa kweli kama kabisa tushafika mbinguni, ati tukikufa tunaenda mbinguni. Mwizi akifa mbinguni, mlevi akifa mbinguni, nani akifa mbinguni? Hiyo mbingu inakaaje? Hao wanakuwa wanateswa toharani, na ndio maana huwa tunawatolea hata sadaka ili Mungu awape msamaha. Mfanyia hukumu gani? Ndio mjua kwamba huyu ako toharani. Mlitumia hukumu gani? Kwa sababu Mungu ndiye anaye hukumu mtu na haki. Nyinyi mliwezaje kuhukumu yeye? Mjue huyu ni wa toharani na mjue huyu ni wa peponi. Mlitumia nini kupima? Kwa sababu Mungu ndiye wa hukumu wa ukweli. Unaweza ukahukumu mtu kumbe hata alikuwa sawa. Kwa hivyo hizo ni hukumu za uongo hizo. Za kusema ati huyu amekufa hako toharani, lakini huyu mwingine ameenda mbinguni. Hiyo toharani ni uongo kabisa. Sasa tunakuja kitabu kinaitwa Wathesalonike. Yeah. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wake ni wa 15. Tuendelee. Yeah. Inasema kwa kuwa ni Wathesalonike, nimesoma Wakorintho, nazaka Wathesalonike. Wathesalonike wa kwanza 4 kuanzia mstari wa 15. Inasema hivi: maana ikiwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na akafufuka, yeah, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Sasa tutaona watu wakitoka kwa mbinguni sasa wanafufuliwa kutoka huko. Hakuna, hiyo ni uongo. Okay. Watu wanakufa, wanalala makaburini mwao. Na hapo ukilala kwa kaburi, kitu ambacho kitakufuata kwa kaburi ni yale uliyoyatenda. Kama uliyotenda mambo mabaya, kwa kaburi ndio utakuwa naye. Kama ulitenda mambo mema, utabaki na hayo kaburini. Magari zako utaacha, manyumba zako utaacha, lakini amali yako, yani yale uliyoyatenda, ndiyo atakayokufuata. Kwa hivyo hata mtu asije akisema mimi ni governor, mimi ni rais, kaburi na kugoja tu, huko ndio kitaelewekea. Sababu yale matendo yote uliyotenda wakati ulipokuwa hai yatakufuata kaburini. Sasa ndio inasema kuna ufufuo mara mbili. Ufufuo wa kwanza kwa watu ambao walitenda mema. Ufufuo wa pili kwa wale waliotenda mabaya, na hao ndio watawekwa jehanamu. Na hao wengine watapata uzima wa milele. Haya, sasa tuende habari sasa ya jehanamu sasa. Okay. Kabla tujaenda kwanza ya jehanamu, kuhusiana na hawa wafu, kama kweli wakifa wanakuwa habari zao zimeisha. Kuna hii habari huwa inatolewa kwamba kwa mfano ulijenga kituo cha afya kwa ajili ya kusaidia watu, au ulijenga hata madhabahu watu wao wanafanyia ibada. Ukiwa kaburini
mema yako yanakuwa yanaongezeka. Kwa mfano ulijenga baa, watu wewe wanalewa, sehemu ya makamari, ukiwa kaburini dhambi zako zitakuwa zinaongezeka. Na kama kuna watu huko labda uliacha pesa zako, watu wakawa wanazitoa zile pesa sadaka, wewe kule mema yako, yani zile baraka zako kule makaburini zinakuwa zinaongezeka. Sasa kama mtu anaweza kaongezewa tuseme akaongezewa dhambi au akaongezewa baraka, inawezekana huyu mtu bado na uhai fulani. Huo ni uogo, hizo ni porojo bana. Okay. Mtu akifa, yale aliyoyatenda wakati huo ndio yanafuga historia yake. Hakiongezeki kitu. Hakuna kitu kinaongezeka ama kupungua. Maana hesabu yake tayari imehesabiwa. Hata kama aliacha zile pesa zake. Hata kama sasa hiyo ni mema ameacha. Sasa hiyo mema yake ndio amekufa na wema huo. Si ati ya kwamba ati ilikuwa imeandikwa ni 10, sasa itakuwa inaongezeka ni 20. Ni wema tu inaambiwa yeye amekufa, ni mtu mwema basi. Yaani kwa mfano ninachozungumzia ni kwamba mtu amekufa, pesa zipo ndani. Kuna huyu mtu mwingine labda ni mtoto wake, akaamua kuzichukua kwamba mimi babangu amekufa au mamangu amekufa, nichukue hizi hela zake nikienda kumtolea sadaka, yeye kule dhambi zake zitapungua kwa sababu ni hela zake. Hakuna dhambi hata kama ulikuwa umeacha umefanya dhambi. Dhambi ukifanya dhambi, hakuna chochote kitakachofanyika ukiwa umekufa dhambi yako iishe. Okay. Dhambi yako uko naye huko kwa kaburi. Okay. Sasa ukishakufa uhesabiwi tena. Sawa. Umekufa na wewe ni mwenye dhambi, ni mwenye dhambi amekufa. Si eti kwamba watu wabaki huko wanaomba ati wewe dhambi zako zitoke. Uongo mtupu. Sawa, twende kwenye hii ya jana. Toa haya sasa hapa. Sawa. Ufunuo wa Yohana 14 mstari wake ni wa 13. Tunatoa na hela. Yeah? Watu wanatoa na hela. Ni wale ni kutapeliwa hiyo. Hiyo ni unaona vile hawa wahubiri wenye wanatapeli watu na miujiza ya uongo. Hawa nao wanaambia watu toa sadaka kwa sababu ya mtu amekufa, nao ni matapeli wengine bado. Okay. Inasema hivi 14:13 Ufunuo wa Yohana, nilikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Sasa yale matendo uliyoyatenda wakati ulipokuwa hai, simulizi, hayo ndio yatakufuata. Na ndio naona katika kitabu kinaitwa 49 Zaburi 49 Zaburi 49 mstari wake ni wa 7. Ngoja tusome mstari wa 7. Inasema, hakuna mtu awezaye kumkoboa ndugu yake wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Wezi kwenda kutoa ati sadaka ati Mungu, niko na baba yangu alikufa, ninatoa sadaka hii umsamehee dhambi akiwa kwa kaburi. Huo ni uongo kabisa. Huo ni uongo. Akishakufa ameziacha, ni zako kama amekukawia. Lakini hazina uhusiano na yeye akiwa amekufa. Sasa tukikuja katika moto wa Jehanamu. Unajua ni moto itachoma watu. Ni moto. Kwanza tuwazie hivi, Jehanamu na pepo tayari vipo au havipo, vitatengenezwa au vilishatengenezwa? Na kama kwa mfano ukisema Jehanamu haipo, manake shetani yuko wapi? Kwa sababu tunasikia kuzimu ni kwa shetani. Karibu kwa hilo tupate ufafanuzi kwa hapo. Unajua peponi ni mbinguni. Okay. Kwa hivyo wale wataenda peponi na wacha ni, unajua kuna watu ambao wanaweza kuniletea matatizo hapo kama sitadhibitisha. Wanaweza kusema nimeshakuwa Muislamu kwa sababu nimesema peponi. Unajua Yesu amemwambia ile andiko tulitoa ile la 23:43. Leo hivi tutakuwa na wewe peponi. Ukisoma kwenye Kiingereza inasema paradise. Na hapa katika Wakorintho wa pili 12:2 inasema, namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14 kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Mbingu ya 3. Nami namjua mtu huyo kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi. Alinyakuliwa mpaka wapi? Peponi. Kwa hivyo kunyakuliwa ni wapi? Peponi. Ni kunyakuliwa zinapanda hivi. Kwa hivyo peponi iko huko, ni mbinguni huko. Lakini sasa huko peponi kuna kitu naitwa mji Yerusalemu mpya. Habari itashuka kutoka huko. Ije hapa. Ije hapa. Sasa ni kama state house ya Mungu. Sasa.
Okay. Kwa sababu yule atakayekuwa anatawala akiwa hiyo Jerusalem. Sasa si sahi Mama Samia anatawala akiwa State House. Sasa Kristo atatawala akiwa New Jerusalem. Okay. Unaona Sasa wakati hiyo Jerusalem itakuja huku duniani, tutakaa pamoja naye hapa duniani. Si ati ni mbinguni, lakini itashuka kutoka mbinguni baada ya miaka 1000. Lakini kwanza watachukuliwa waliopo hapa, wataenda. Alafu wataenda. Wataenda miaka 1000. Hiyo inaitwa honeymoon. Ni wema tu. Wema. Hiyo ndio unyakuo wa kanisa. Ndio unyakuo wa kanisa. Okay. Hiyo ndio Yesu atakuja kuchukua watu yake, awapeleke mbinguni miaka 1000. Na hiyo miaka 1000 duniani kutakuwa hakuna mtu. Wale waovu watakuwa wameuawa. Maana yake atakaposhuka Yesu kunyakua kanisa, watu wengine waovu wote watakufa. Watakufa. Wenye dhambi wote watakufa. Na wacha nikusomea hapa. Katika kitabu cha watakufa moja kwa moja, watafufuliwa tena. Watafufuliwa baada ya miaka 1000. Dunia itabaki bila mtu hata moja, ni shetani peke yake. Na Yesu anaposhuka hapo, anapokuja kunyakua kanisa, wale wa makaburini nao watatolewa siku hiyo. Inasema hivi, na nimekusomea andiko tu saa hii. Yesu akitokea tu pale, akanyagi hapa. Okay. Inasema sisi tulio hai, hatutatangulia wale waliolala mauti. Okay. Mungu atawafufua kwanza waliolala katika Kristo. Wa Kristo ndio watafufuka, wa Kristo wa kweli. Wacha na wa Kristo wa uongo. Hawa utatu hawezi. Okay. Lakini wa Kristo, umeelewana? Waliolala katika Kristo watafufuliwa. Wale ambao wameshakufa katika dhambi, wale watabaki hawatajua hata Yesu. Hawatajua. Okay. Hawatajua. Sasa hawa wa Kristo wakifufuka, si kuna wale ambao wako hai. Wale wako hai watabadilishwa miili, na hawa watafufuka na miili mipya. Wote watamlaki Bwana hewani na wataenda naye. Wale ambao walikuwa hai lakini wenye dhambi nao wale ambao walikuwa hai nao watakufa. Okay. Na wale ambao walikuwa wenye dhambi na wamekufa hawatafufuliwa. Okay. Sasa tusome watafufuliwa lini? Okay. Ufunuo 20 mstari wake ni wa 5. Inasema hivi, hao wafu waliosalia hawatakuwa hai hata itimie miaka 1000. Okay. Kwa hivyo dunia itabaki bila mtu. Hapo hukumu itakuwa bado, lakini bado. Miaka 1000 dunia inabaki bila mtu. Na wale wa mbinguni kule watakuwa wanazaliana kama kawaida. Na wanakula kama kawaida. Hapana, kule hakuna kuoa wala kuolewa. Yesu ashasema. Ameshasema katika kitabu cha 20 na Mathayo 29, Mathayo 22 mstari wake ni wa 29. Anasema hivi, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana katika kiama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Umeshika hiyo? Kwa hivyo huko mbinguni hawataenda kuzaana huko, hawataenda kuoana huko. Watakaa miaka 1000 huko mbinguni. Sasa baada ya miaka 1000 ndio sasa watateremka kurudi. Wanaporudi hawa nao ndio wanafufuliwa. Hawa wenye dhambi wakifufuliwa sasa, ndipo sasa moto inashuka kutoka mbinguni. Na watadanganywa na shetani waushambulie huo mji wa unyang'anye. Sasa wakati wanapofikiria kushambulia huo mji, ndio ule moto utatoka utawala. Sasa huu moto utawala kutoka mbinguni ndio unaitwa Jehanamu. Moto wa Jehanamu huo ambao utatoka mbinguni utawala. Sasa huo moto ni wa Mungu. Na Mungu hawezi danganya. Anasema hivi katika Methali, katika kitabu cha Methali, katika kitabu cha Methali 26 mstari wake ni wa 20. Anasema hivi, moto hufa kwa kukosa kuni. Okay. Kwa hivyo na maana mahali hakuna kuni hakuna moto. Sawa. Kwa hivyo Mungu hawezi akasema moto hufa kwa kukosa kuni, alafu na yeye akuwe na moto ina kuni. Si ndio? Sasa tunauliza Mungu, sasa kuni zako zitakuwa gani? Tunakuja kitabu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli 21 mstari wa 32. Inasema hivi, utakuwa kuni za kutiwa motoni. Utakuwa kuni za kutiwa wapi? Motoni. Kwa hivyo wale ambao watakuwa kuni ni wenye dhambi.
na moto hufa kwa kukosa nini? Kuni. Sasa tunakuja tunaangalia kama hizo kuni zitakuwepo ama zitaisha. Tunaenda kitabu cha Malaki 4 mstari wa 3. Katika kitabu cha Malaki 4 mstari wake ni wa 3 inasema hivi. Malaki 4 mstari wa 3 inasema hivi. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu. Sasa mahali kuna majivu kuna kuni. Na moto hufa kwa kukosa nini? Kuni. Kwa hivyo ule moto wa jehanamu utaisha. Na wenye dhambi watachomwa watakuwa jivu. Bas, imeisha hivyo. Sasa hata waionekana tena. Sasa hapo tena kuna kitu kinanichanganya. Ina maana Mwenyezi Mungu anakuja atufufue ili atuue tena. Kwa kuwa pale kinachokufa sio roho, ina ile miili yetu. Maana anatufufua ili atuue tena, kwa sababu pumzi wakati tunakufa sitamrudia yeye mwenyewe. Mungu atawarudishia uhai, ile pumzi ya uhai. Dio. Ili kila mtu aonyeshwe dhambi zake. Si kuna hukumu ya haki? Dio. Lazima kila mtu afufuliwe, aonyeshwe dhambi yake. Ili akienda jehanamu akichomwa asinungunike. Sasa sasa ukikufa utakuwa unajua ulifanya nini. Si utakuwa unasema niliomba jana nikazama hewa. Lakini sasa Mungu atakuja atakuonyesha dhambi yako. Ya kwamba wewe ulihubiriwa, ukaambiwa wacha utatu na ukapambana kutetea utatu na ulikuwa uongo. Moto ndio huo. Unaona Yeah. Sasa kuna watu ambao watachomwa kwa sababu ya dhambi za ibada. Watu wanaweza kuwa mtu si mwizi, mtu si mwasherati. Katika hizi zingine zote yako sawa yenye anakaa na watu. Lakini ibada ana mungu wa uongo, ana sanamu, ana sabato ya uongo. Hao wote watakuja kuchomwa moto wa jehanamu. Na uchuke sana wewe kwa sababu uchuke sana tusije tukawa tunakuhubiria hivi. Alafu ujipate huko. Unatakana kufanya maamuzi simulizi ya kufuata ukweli. Sasa mimi nimesha kueleza habari ya wafu na habari ya jehanamu na nimemaliza. Naam. Sawa, mimi nakushukuru sana. Nachoweza kusema muda wanaotembelea channel yetu kwa mara ya kwanza, subscribe ili uendelee kupata video nyingi sana kama hizi zinakuja. Asante. Sasa simulizi, kuna kitu moja nataka nikueleze. Ndio. Unaweza amini ya kwamba ukimwi unaweza kupona? Hapana, ni ngumu kwa sasa kwa sababu tunafuata mambo ya madaktari, tunafuata mambo ya afya ambayo yanatangazwa na mamlaka. Kwa hiyo kwa sasa bado. Kwa hivyo Mungu anaposema hakuna ugonjwa ambaye hauponi. Mimi ni Mungu ambaye ninawaponya, ninawatibu. Mungu anaweza danganya? Mungu hawezi danganya. Sasa mimi nataka nikuambie hivi. Ndio. Unitafutie mtu wako na ukimwi. Sawa. Si uko na kamera? Ndio. Tumupime? Ndio. Tuhakikishe kabisa tumempeleka hospitali. Ndio. Tumepata ako na virusi vya ukimwi. Sawa. Alafu anipe muda wa miezi 3. Sawa. Ni mtibu na afuate sheria zenye nitampea. Alafu wewe na kamera hiyo yako, miezi 3 tukuje tumuendee. Tupate ya kwamba hana ukimwi. Umeelewa? Hapo nimeelewa. Sasa mimi na huyo mtu kwa sababu ni gharama. Ndio. Zile gharama akiona ya kwamba kama anadanganya, kwanza akupee hiyo gharama kwanza wewe utuwekee. Sawa. Alafu mimi nikishamaliza kumtibu apone, wewe unanipea hiyo gharama. Sawa. Sawa hiyo nimekuachia. Sawa. Sasa magonjwa mengi ambaye yamewalemea watu. Watu waje kwetu. Katika kuhubiri kwetu bado tuna elimu ya kimungu. Na elimu ya kimungu ni tofauti sana na elimu ya shule. Kwa hivyo sasa hivi mwana simulizi, naweza nikakutibia ugonjwa wa bawaziri kwa siku 10. Mtu ambaye ako na bawaziri akuja nitafute. Aone kama siku 10 sitakuwa nimemaliza naye. Ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari walete nitawatibu. Ugonjwa wa pressure, kupandisha nini? Pressure ni kwa Kiswahili tunaweza sema ni nini? Ndio hivyo, pressure hivyo, BP. BP kwa Kiswahili? Ndio. Labda tuseme hatujui maana hiyo ni Kiingereza. Ni pressure hivyo tunaita. Mnaita tu hivyo. Ugonjwa wa pressure na ugonjwa zote za tumbo. Gas, vidonda vya tumbo na hemorrhoid. Na wale ambao wako na shida za mifupa. Mifupa wanaitwa wana arthritis. Hao wote wanitafute. Mimi nakuambia simulizi, nakuambia ukweli. Wanapona watu.
lakini wamewekwa uoga, hakuna kupona. Alafu wale waliodungwa sindano ya corona ina madhara zake ambazo iko kwa damu tu bado. Sasa tumetengeneza dawa ya kuosha. Mtu yote alidungwa, tunaweza tukamuosha kile kiliwekwa kwa damu yake. Mimi nafikiri nitakuwa nimeeleweka kwa mtu mwenye anataka kunielewa. Sawa, namba za simu? Namba za simu ya Tanzania ni alama ya kujumulisha 255 740